Na asante sana kwa ambaye bado umeendelea kubaki nasi. Hii ni Channel 10 Plus na hizi ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa sasa tuangaze kunani katika habari za biashara na uchumi. Bado mimi ni Juma Mohamed, endelea kubaki nasi kuangaza na tuwe wote mpaka tamati pia kwa habari hizi. Bidhaa za wajasiriamali wa Tanzania katika maonyesho 25 ya wajasiriamali wadogo na wakati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki maarufu Nguvu Kazi zimekuwa kivutio kwa watu mbalimbali waliotembelea banda la Tanzania kwenye viwanja vya Uhuru Garden Nairobi nchini Kenya. Wajasiriamali hao kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania wamesema maonyesho hayo ya 25 ya Nguvu Kazi yamewapa fursa ya kutangaza bidhaa zao, kubadilishana uzoefu, kukuza ujuzi pamoja na masoko ya bidhaa na huduma. Maonyesho ya 25 ya wajasiriamali wadogo na wakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanaongozwa na kauli mbiu isemayo miaka 25 ya ujumuishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuendeleza ubunifu na minyororo ya thamani ya kikanda kwa biashara ndogo na za kati shindani kuelekea maendeleo endelevu. Tanzania wengi wameweza kupata fursa ya kushiriki maonyesho haya ambayo yamekuwa ni tija kwetu, kwani nitakapotoka hapa kupitia maonyesho haya nitakuwa tena mpya, kwani nimejifunza vitu vingi. Na washukuru na Tanzania wamefanya decoration nzuri sana kwenye manguo, iko tofauti, iko kifasiayo, viato, vinyago, iko kabisa decoration yao iko nice, ni ya kwanza. Tena naona na wanasumai, inaonekana kama wamefanikiwa kwa kupata biashara, kwa kupata pesa. Mimi ninapojitokeza hivi nazidi kuwavuta vijana kuona kwamba sisi tunakwenda kwenye utu uzima. Je, wao wanafanya nini? Mimi mtu mzima niko hapa, yeye kijana anafanya nini? Kwa hiyo ajione kwamba anatakiwa na yeye aweze kufanya kazi ya kuweza kufanya biashara na kuweza kujikwamua kimaisha. Utofauti wa bidhaa zetu au bidhaa zetu zimekuwa kivutio kwa hapa Nairobi Uhuru Garden ni kwa sababu ya kutengeneza bidhaa ambazo zenye ubora, zilizodhibitishwa na zinazokuwa kwenye mstari mzuri. Haya, taarifa hiyo kwa maonyesho haya. Tukatazame taarifa nyingine na sasa ni maonyesho ya kibiashara hapa jijini Dar es Salaam, ambapo halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inashiriki maonyesho ya 6 ya biashara na bidhaa ndogo ndogo yanayofanyika katika kijiji cha Yiwu nchini China. Maonyesho hayo yamewakutanisha wafanyabiashara wadogo kutoka majiji mbalimbali duniani yakiwa na lengo la kuwawezesha wafanyabiashara hao kukutana na kubadilishana ujuzi na uzoefu ili kuboresha bidhaa zao ziweze kupata masoko ya kimataifa. Akizungumza katika banda la biashara la halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, mkurugenzi wa jiji hilo Elihuruma Mabelia ameshukuru serikali kupitia ubalozi wa Tanzania nchini China kwa kuwezesha wafanyabiashara hao wadogo kufika nchini humo ili kuongeza maarifa zaidi na kuwapa ushirikiano huo, na kusema kuwa ushirikiano huo unaakisi maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwakomboa wananchi kiuchumi. Tumekuja kushiriki kwenye maonyesho ya wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo nchini China ambapo yanafanyika katika mji wa EU. Maonyesho haya ni ya kimataifa. Mataifa mbalimbali yamefika nchini China kwenye mji huu kuja kuonyesha bidhaa za wafanyabiashara wadogo. Lakini ushiriki wetu kama jiji la Dar es Salaam unathibitisha sera, mipango na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwakomboa wananchi kiuchumi. Wajasiriamali hawa kwenye banda hili la jiji la Dar es Salaam hapa EU nchini China ni uthibitisho wa namna ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kuwajali wajasiriamali. Wametoka kwenye jiji la Dar es Salaam ambapo kimsingi wamewezeshwa na serikali ya Mheshimiwa Rais ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Na nitumie nafasi hii kushukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais kwanza kwa kutupa kibali kuweza kushiriki maonyesho haya, ambapo jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa majiji makubwa machache ambayo yameshiriki hapa. Lakini ni shukuru sana Wizara ya Mambo ya Nje kwa namna ambavyo wameweza kuratibu na hatimaye kuwa na ushiriki wa moja kwa moja kwenye maonyesho haya. Nishukuru sana ubalozi wetu nchini hapa kwa maana ya Beijing kwa namna ambavyo wameweza kuratibu banda letu na namna ambavyo wameweza kwa kweli kulitangaza na hatimaye tunaendelea kupata wateja kama unavyoona. Mwitikio ni mzuri na hivyo ubalozi wetu nchini China kwa maana ya Beijing
umefanya kazi kubwa. Na mwisho si kwa umuhimu, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa sababu uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa mwongozo mpya na sera mpya ambayo inatoa mikopo ya 10%. Ofisi ya Mkuu wa Wilaya inahusika moja kwa moja katika ukaguzi lakini kujiridhisha. Mimi ni Kaundime Ali Mwinyi, ninapatikana Dar es Salaam, nimetoka Tanzania. Dhumuni la kuja hapa, kwanza kabisa napenda kuishukuru serikali yangu ambayo iko chini ya kiongozi wetu mama yangu, Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na wakurugenzi wangu na mameneja wangu wa wilaya Ilala. Napenda pia kuishukuru serikali ya China kwa mapokezi waliotupa. Kwa kweli wametufurahia, wamechukulia kwa uzito namna gani walivyotuita na tulivyofika. Pia wamefurahi katika kuona bidhaa zetu kwa sababu ni unique. Tuseme ni bidhaa adimu, hawana. Wala East Africa ni nzuri na hazipatikani kokote isipokuwa Tanzania. Na pia tunapenda kuwashukuru waliotupokea tena kwa mara nyingine kwa kutupa nafasi hii hapa kuja kujifunza na kuona wenzetu wamefikia wapi, na mpaka hapa tumejifundisha vitu vingi sana, na tunaamini katika Ilala yetu na Tanzania yetu tutafika mbali zaidi kwa sababu tumejifundisha vingi kuanzia walivyotupokea mpaka hapa sasa hivi. Kikubwa tunaambiwa tuongeze ubora wa vitu na watachukua zaidi kwa sababu tumekuja na contact zote za wilaya yetu na sisi wenyewe kama machingas wote tunashukuru sana. Tukitoka kutazama taarifa hiyo, turejee kutazama taarifa nyingine. Hii inatupeleka moja kwa moja huko Tanga ambapo mkuu wa wilaya ya Lushoto Zephania Sumaye amepiga marufuku uvunaji na usafirishaji holela wa mazao ya misitu ikiwemo kuni, mkaa na mbao pasi na kuwa na vibali vya mamlaka husika na kuthibitisha kwa ofisi yake. Raya Kipingu anatujuza zaidi kutoka huko jijini Tanga. Mkuu huyo wa wilaya ameyasema hayo kwenye kikao cha maafisa maliasili na mazingira, maafisa misitu pamoja na wafanyabiashara wa uvunaji na wauzaji wa mbao katika mkutano uliolenga kusisitiza umuhimu wa vibali vya kufanya biashara hiyo kwa uhalali. Tunapopata taarifa za TP kila siku, ninatamani hizo taarifa wala msishare na mimi tu, mshare na maafisa mapato pamoja na afisa misitu ili uweze kujua hivi kweli haya magari yamelipa. Wamelipa au wanatorosha hizi mali. Kuna saa tutafika itakuwa mikubwa tutasema sasa hebu tuvune ipungue. Lakini sasa hivi sisi tuko chini kwamba miti inakaribia kuisha. Tunahitaji muda wa kuweza kuikuza ili turudi kule tulipokuwa. Na hapa ukaelezwa umuhimu wa ushirikishwaji wa wadau wa misitu pamoja na wafanyabiashara juu ya umiliki wa vibali pasi na kwenda kinyume cha utaratibu zilizowekwa. Lengo kuu la vibali vya kupata vibali kwenye mti wako ni kuhalalisha uhalali wa ule mti tunaposafirisha. Sisi viongozi ni wachache, lakini tunawategemea nyinyi pia kusaidia wale wanaenda kinyume na taratibu. Tusimamie sheria, tulinde mazingira yetu. Elimu tuliyoipata leo imetufundisha kuona kwamba kuona umuhimu kwanza wa uhifadhi wa misitu, lakini lingine kuona umuhimu wa kufuata taratibu ili tuwe na misitu endelevu, lakini pia kwa faida ya kizazi kijacho. Ambao tunafanya hii biashara tuwe na vibali ili hata serikali yetu ikisema kuzuia kuhusu mkaa wanajua kwamba mtu fulani na fulani ndio mwenye kibali cha mkaa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Na ndivyo ambavyo Raya Kipingu anatuhitimishia habari za biashara na uchumi usiku huu wa leo. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi kisha tutakuja kuungana hapa na Esther Mtebe kuna kwa upande wa habari za michezo na burudani.